Haleluya. Basi tunamshukuru Mungu wetu tena kwa nafasi ya pekee ambayo ametupa katika siku hii ya tatu. Sasa tumebakiwa na siku tatu. Ukishaona nimesimama ujue siku hii imepita tayari, na dakika zimekimbia kama vile zimesukuma. Tunamshukuru Mungu Roho Mtakatifu tuamshe salama pamoja na mapambano tunaendelea kuyaona wazi, lakini bado mkono wa Mungu ni mkuu sana kwetu. Somo ambalo tulikuwa nalo tangu siku ya kwanza ya semina hii lina kichwa kinachosema kijue na kukiishi kinachokupa hatua ya ushindi ndani ya Kristo. Kijue na kukiishi kinachokupa hatua ya ushindi ndani ya Kristo. Tulisema lengo la somo hili ni kutaka tuzijue baadhi ya muhimu sana za Biblia zinazompa Kristo au mwanadamu kupiga hatua ya ushindi ndani ya wokovu alionao au ndani ya Kristo. Lengo la somo ni kutaka tuzijue baadhi ya mbinu muhimu za kibiblia zinazompa mwana wa Mungu au Kristo kupiga hatua ya ushindi ndani ya wokovu alionao. Lengo kuu la somo hili na tunaongozwa na ile Efeso sura ya 6 ile mistari ya 10 na 12. Ona Paulo anasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana katika uweza wa nguvu zake. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Nilisema mambo makubwa mawili yanayotaka Paulo kanisa lijue, na jana tukafika katika kipengele cha kuangalia mojawapo ya maeneo nyeti anayopaswa Kristo kuongezeka kila wakati. Moja ya maeneo nyeti anayopaswa Kristo aongezeke kila wakati. Eneo la kwanza nililosema jana ni kuwa hodari katika Bwana. Ni kuwa hodari katika Bwana. Tuliangalia ule mstari wa 10, lakini tukaangalia pia ile Yoshua 1 mstari wa 6 na wa 7. Yoshua anasisitizwa kuwa hodari ili apate kufanikiwa katika njia aiendeayo. Tukatafakari pamoja na nikakupa mifano na shuhuda za namna ambavyo Kristo akikosa hodari hakuna kitu anaweza kufanya ndani ya wokovu. Hakuna kitu anaweza kufanya kabisa. Unaweza kufanya Kristo kwa kitu akikuta mtu akikwambia wewe ni Kristo jina utajisikia vibaya, lakini kumbe kuna ukweli ndani yake. Kwa nini? Kwa sababu Kristo ambao haumdhihirishi Kristo hakuna maana ya Ukristo. Unasikia ninachosema? Kumbeba Kristo kunatakiwa kumfunua Kristo kwenye maisha yako, na Kristo ni Mungu aliye juu ya miungu yote, ambaye wamwaminio wanashinda na zaidi ya kushinda, lakini hawashindi hivi mpaka wazijue mbinu zilizomo ndani ya Kristo. Paulo maana anaambia kanisa kwa mzidi, maana yake muongezeke kwenye uhodari, na sio uhodari wa kawaida, uhodari katika Bwana, halafu katika uwezo wa nguvu zake. Sasa unaona jambo la pili ambalo nataka tuseme leo hapa tuliangalia, na kumbuka jana nilisema
sio uwezo. Dakika chache zijazo nakueleza tofauti ya uwezo na uweza. Aongezeke katika kuwa na nguvu za uweza. Unachotakiwa kujua, nguvu hii ya uweza inapatikana kwa Mungu pekee au kwa Bwana pekee au kwa Kristo pekee. Hii nguvu ya uweza uweze pata kanisani, uweze pata kwa mawazo, uweze kupiga chini, uweze pata kwa wengine wote. Hii nguvu uweze kupata kwa pesa. Pesa inaweza kuwa uwezo, inaweza kuwa uwezo. Elimu inaweza kuwa uwezo, inaweza kuwa uwezo. Hii nguvu ya uwezo inapatikana kwa Bwana peke yake. Kuna tofauti kidogo, japokuwa maneno yanaendana mara nyingi sana kwa ukaribu. Kuna tofauti kidogo kati ya uwezo na uwezo. Ile neno uwezo utaona likimaanisha hali ya nguvu au ustadi fulani au uwezo wa kufanya jambo fulani. Uwezo ni nguvu au ustadi au uwezo wa kufanya jambo fulani. Uwezo sasa, ukija kwenye lile neno uwezo, uwezo ni nguvu au mamlaka. Nasikia kitu kilichoongezeka, ni nguvu au mamlaka ya kufanya jambo. Ni nguvu au mamlaka ya kufanya jambo. Kwenye mabano nimeandika uwezo mkubwa. Angalia kile kitabu cha Kutoka sura ya 9 mstari wa 15 na 16. Kitabu cha Kutoka, kile kitabu cha Kutoka mlango wa 9, mlango wa 9, mlango wa 9 ule mstari wa 15 na 16. Unaona anasema hivi: kwa kuwa wakati huu ningekwisha kunyosha mkono wangu na kukupiga wewe na watu wako kwa tauni, nawe ungekatiliwa mbali na kuondolewa katika nchi. Lakini nilikusimamisha wewe kwa sababu hii, ili nikuonyeshe uweza wangu. Kusema uweza wangu, ili nikuonyeshe uweza wangu. Hajasema uwezo wangu, uweza wangu. Tena kama jina langu litangazwe katika dunia yote. Haya maneno ya Mungu wakati anasema na Farao. Anamwambia hivi, usifikiri kwamba wewe unaweza wasumbua watu wangu. Ni mimi tu nimekuacha. Ni mimi niliyekusimamisha. Sasa unataka sana fikiri mara Mungu alivyosimamisha Farao. Sio shetani aliyemsimamisha Farao. Mungu ndiye anayezungumza. Ila mwanzo unajua kama ni Mungu ndiye kamsimamisha Farao. Ulishafikiri unapambana na Farao wako alafu ni Mungu kamsimamisha Farao. Unapambana na Goliathi wako kama ni Mungu kamsimamisha Goliathi. Unapambana na changamoto kama ni Mungu kamsimamisha. Hafa amepalia miaka 3. Wewe unasema Bwana, kumbe ndio wa kwanza. Bwana unasema hivi. Yaani ni wao ndio hafa chini na sasa. Wanasema Mungu uiangalie sana. Kama amesema hivi Farao wako akasema miaka ngapi? 3. Sasa angalia amesimamisha miaka 3. Farao. Si unajua atimiza miaka 4 utumani msaka tu. Ili wakaona miaka mingine 30 kutoka. Sasa cheki hapa katika ningekuwa nimekwisha kunyosha mkono na kukupiga kabisa, ungekatiliwa mbali wala usingeonekana. Lakini nalikusimamisha kwa sababu hii, ili nikuonyeshe uweza wangu. Kwa hiyo si kila tatizo ni tatizo. Tatizo lingine linataka